Yaani ile ajali ilivyotokea, kila nikijaribu kuwaza haikai kabisa. Mimi mjomba, naomba nikuombe kitu. Nahitaji tuweze kulifuatilia hili swala kiundani, na niko tayari kutoa gharama yoyote ile, kwa sababu nahitaji nifahamu kweli kama kuna mtu anacheza na familia yetu, basi tujue jinsi ya kula naye sahani moja. Ya mjomba. Kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa. Hiyo nzuri, hata mimi naungana na wewe. Basi sawa, mimi nadhani sikai sana. Tutaonana, uwe na siku njema. Adui yako wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Unataka nikueleweje mwanamke? Unafahamu kabisa tupo kwenye msiba mzito sana, na aliyefariki ni mdogo wangu, na ndugu yangu mimi ni ndugu yako wewe pia. Sasa unakuwa na maana gani tangia asubuhi tumetoka kule makaburini mpaka sasa hivi hapo nyumbani? Unataka nikueleweje? Aya, unaweza kaniambia ulikuwa wapi? Samahani sana mme wangu. Nilivyotoka pale makaburini, nilipita kwa rafiki yangu mara moja. Kwa rafiki yako? Ndiyo mme wangu, nilipita kwa rafiki yangu. Adela, yaani kweli serious? Upo kwenye msiba mzito unapita kwa rafiki yako? Au sijasikia vizuri? Naecheka na ndio adui yako. Mme wangu, mbona unanifokea kiasi hicho? Ina maana unataka kusema kwamba mimi msiba hujaniuma, si ndio? Mimi msiba umeniuma sana. Pia alikuwa ni rafiki yangu ambaye nampenda sana. Wewe unavyozidi kunifokea ni kama unanikumbusha machungu mme wangu. Kwa hiyo mimi nakufokea? Yaani nakuuliza ulikuwa wapi, imekuwa nakufokea tena? Adela, hivi unafikiriaje watu wakikuona huko mtaani unapita wakati uko kwenye msiba mzito? Wanakutafsiri vipi? Au mimi unanitengenezea image gani katika jamii ambayo imenizunguka hapa mtaani? Nimefiwa na ndugu, mke wangu anaenda kwa rafiki yake siku ya msiba. Adela. Basi mume wangu, naomba unisamehe. Sitarudia tena, lakini haina maana kwamba msiba mimi haujanigusa. Umenigusa sana. Siku ya leo umenidisappoint sana. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa. Hapana ndugu yangu, sihitaji masaji kwa leo. Naecheka na ndio adui yako. Mme wangu, mbona kuwa hivyo? Na wakati siku zote ukiwa na uchovu mimi nakufanyia masaji. Na masaji ndio kitu unapenda. Sasa kwa nini leo unakataa? Siko sawa. Nawaza sana kifo cha mdogo wangu. Najua nimejikuta nakosa amani kabisa. Nahisi kuna mkono wa mtu atakuwa anahusika. Mme wangu, yaani unavyojisikia wewe na mimi najisikia hivyo hivyo. Kwa sababu Priya alikuwa ni rafiki yangu ambaye nilikuwa nampenda sana. Kwa hiyo kifo cha Priya mimi mwenyewe kinaniuma sana. Kinanisikitisha sana. Lakini ukisema kuna mtu anahusika unakuwa unakosea, kwa sababu kifo siku zote ni mipango ya Mungu. Alafu ukizingatia ile ilikuwa ni ajali tu kama ajali zingine. Mtu hawezi kufa kama Mungu hajapanga.
Mtu akifa ujue basi Mungu amepanga. Kwa hiyo nikumbe mume wangu, usiwe na mawazo kama hivyo. Ukiwa na mawazo kama hivyo, mimi mwenyewe unanipa mawazo pia. Sawa babangu Naomba uwe sawa basi mume wangu. Ni sawa. Ninahitaji kubaki peke yangu ili niweze kupata utulivu zaidi. Kwa sababu hii hali inanichanganya sana. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako. Niache huko. Lakini baby, unaelekea wapi sasa hivi? Unafahamu kabisa hali ambayo naipitia kwa sasa. Kuna muda nahitaji kuwa na wewe mpenzi wangu. Kwa nini unaniacha? Unamaanisha nini? Yaani niache kufanya mambo yangu ya msingi, nikae nyumbani, nikupe kampani eti naomboleza msiba wa kisi wako? Hivyo unajielewa kweli? Unafikiria na unachoongea? Unajua Teddy, kuna wakati natamani tuwe pamoja. Nafanya yote kwa sababu nakupenda mpenzi wangu. Mimi sione kama kosa kukwambia kitu kama hichi. Wewe, nishakwambia utafute pesa Remi. Hivyo wapi? Yaani unazungumzia kupenda. Kwa nini usizungumzie pesa? Au ufahamu kwamba pesa ndio kila kitu katika dunia ya leo? Lione boga zilikichwa likubwa wewe. Lakini mpenzi wangu, inatakiwa ufahamu kitu kimoja kwamba kila kitu kinakuja kwa sababu. Mimi sihitaji kusikia siasa zako kila muda. Niache huko. Lakini mapenzi Teddy. Mapenzi kitu gani mkwenda? Yanauma mapenzi, unapopenda na upendi, yanaumiza kishenzi, ukiyafosi mapenzi haya. Mapenzi haya. Kaka, toka umerudi upo tu kimya. Vipi ulikotoka kuna tatizo? Matatizo yapo. Tena ni makubwa sana. Na hapa unavyoniona nimechanganyikiwa kweli. Maana nimeenda huko nyumbani nimekuta baba mwenye nyumba akashampangisha mtu mwingine. Nimejitahidi kufuatilia lakini hakuna chochote nilichokielewa. Kwa sababu baba mwenye nyumba anasema mara Masai kaenda hapo, sio ikachukua vitu vyangu, sio ikavipeleka wapi. Yaani sielewi chochote. Na ndio maana unavyoniona hapa nimechanganyikiwa dadangu. Pole sana kakaangu. Ama kweli changamoto zimekuandama. Lakini wewe ni mtoto wa kiume, inapaswa ujikaze tu. Ni kweli dadangu. Lakini changamoto kubwa inayoniumiza akili, najiuliza nitalala wapi? Yaani mpaka sasa hivi nishapoteza makazi. Alafu jana nilikuahidi kwamba leo nitaondoka. Najiuliza nitaelekea wapi dadangu? Usijali, changamoto tumeambiwa binadamu. Kwa leo utapumzika tu hapa. Lakini mimi mara nyingi ni mtu wa kusafiri sana. Teddy, kesho hakikisha unapata sehemu ya kujiegesha. Kwa hilo usiwaze dadangu. Mimi nitajitahidi kwa siku ya kesho ili niangalie ni wapi nitaelekea. Lakini pia nakushukuru sana dada kwa kuendelea kunipa nafasi nyingine tena ya kuwa hapa. Na kuahidi kesho mimi nitaondoka. Basi sawa. Umejuaje kama niko hapa? Hapana. Hata mimi pia na maumivu makubwa sana. Kwa sababu ni kifo cha ghafla kilichomkuta pia. Hakuna hata mmoja aliyotarajia kusema kweli. Mimi mpaka sasa hivi nimekuwa na mawazo mengi sana. Na kila nikiwaza nakosa jibu. Na wasiwasi kifo chake kitakuwa sio cha kawaida. Una maana gani kusema hivyo?
bado natafakari, sijapata jibu kamili, lakini nahisi kuna kitu kitakuwa kiko sawa. Kitu hakiko sawa? Mbona kama sikuelewi? Hata mimi sielewi hivyo. Ndio maana muda mwingi nakuja kukaa hapa na kutafakari zaidi. Kwa hiyo unahisi kwamba ukiwa unafika hapa mara kwa mara utapata fumbuzi wa hili swala? Hapana. Ila mara nyingi nimekuwa nikija hapa makaburini nikijiuliza kifo cha mdogo wangu kinanipa mashaka sana. Anyway, tuachane nayo. Jambo la msingi tunatakiwa kumuombea sana aweze kupata amani huko alikotangulia mbele zake. ni sawa shemeji, maombi mengi yanahitajika. Karibu sana Dr. Medic. Nimeweza kupata taarifa zako kutoka kwa nesi. Nikaona kuna haja ya kuweza kuonana na wewe. Kikubwa ambacho kimefanya ni kuita hapa, nahitaji msaada wako. Wewe ndio msaada pekee katika hili swala. Ukiweza kunisaidia, utakunifanya kitu cha msingi sana kwenye maisha yangu. Kwa majina naitwa Twizi. Nafurahi sana kukufahamu Twizi. Lakini nikiangalia time naona muda unazidi kwenda na hospitali huko nimeacha wagonjwa wengi sana. Hivyo nilitamani hii meeting yetu tuweze kuifanya kwa haraka iwezekanavyo. Vipi? Ulihitaji nikusaidie nini Twizi? Dr. Medic, kama nilivyokuambia hapo awali, nimekuita hapa jambo la msingi sana, nahitaji msaada wako. Kuna mambo ambayo nayapitia, kwa hiyo nahitaji kuweza kufahamu kweli. Na huo kweli mtu pekee ambaye unaweza kufanya nikaweza kutoka katika situation ambayo niko nayo ni wewe. Na jambo lenyewe ambalo limefanya niweze kukuita hapa ni kuhusiana na kifo cha mama yangu. Dr. Medic, nilipewa taarifa kwamba wewe ulikuwepo tangia mama yangu alipofikishwa hospitali, hali yake ilivyokuwa mbaya, kuanzia matibabu yake mpaka mauti ulipoweza kumfika. Kwa hiyo niko hapa nahitaji kufahamu, ni kweli mama yangu kifo chake kilisababishwa na mshituko au kuna kitu kingine? Twizi, ni muda mrefu sana umepita tangu kifo cha mama yako kitokee. Kwa nini unaanza kufuatilia sasa hivi? Au kuna kitu hakiko sawa? Kuna kitu kiko sawa. Na kama nikiweza kubaini ukweli, ndio mwanzo wa mambo yangu kuweza kukaa sawa. Tafadhali naomba niambie kama kuna kitu chochote nakifahamu. Utakuwa umenisaidia sana. Sawa. Ni sawa, lakini unajua hili swala limetokea lakini ni muda mrefu sana mpita. Na nikijaribu kufikiria katika akili zangu za kawaida, sioni kama kuna sababu ya msingi zaidi ya wewe kufanya hiki kitu. Kiukweli unanipa wakati mgumu sana. Hili swala ni muhimu sana kuliko ninavyofikiria Dokta. Nakuomba sana 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 uweze kunisaidia. Tafadhali naomba niambie ukweli. Ni kweli mama yangu kifo chake kilisababishwa na mshtuko? Na usichoki jua sawa na usiku wa kiza. Usijali Dokta. Kama hili swala linakuwa gumu, naweza kukupatia muda. Kisha ukishakuwa tayari unaweza kunifahamisha hata kwenye simu. Tafadhali naomba uchukue namba yangu. 07 13
20. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Dokta, nakuomba sana, ili swala ni muhimu sana kwangu. Usijali. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini. Shoga yangu, mimi kama nikipata muda leo nitakuja kukuona, ila kiukweli niko busy sana. Si unajua tena na hizo ndoa. Kaka nikukumisi. Poa, baadaye basi. Samahani mama, unaniruhusu kuongea? Unasemaje? Mama, katika hii dunia kila jambo baya unalolifanya ipo siku itakurudia. Hivi mtoto na matatizo? Au ni maneno gani ya kuongea na mtu mzima? Au ni maneno ya kuniambia mimi kweli? Umetumwa eh? Mama yako amekutuma eh? Mtoto una shida gani? Kila siku unapenda makelele na mimi. Mbona una adabu? Nitakupiga makofi ya manda wewe. Hebu toka hapa mbele yangu. Sawa, naondoka, ila nadhani umenielewa. Hebu toka mbele yangu. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Toka! Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao watu wengine bwana nyewe nuksi tupu. Sema neno gani ya kuja kuongea na mimi? Huyu mtoto sijui ana shida gani. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani anachokiongea kama kina ukweli ndani yake. Maana nikifikiria ile ndoto niliyoiota na haya maneno anayoongea huyu mtoto yanashabihiana kabisa. Yanipaswa niwe makini. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu. Dokta, kwa nini umeniita sehemu kama hii wakati tulikuwa tuna uwezo kwenda kuonana sehemu tulivu tukazungumza? Nimekuleta hapa kwa sababu hili ni eneo ambalo liko safe sana. Kwa sababu hili jambo ambalo ninataka nikuelekeze ni jambo ambalo liko serious sana. Na sitamani mtu yoyote ajue kama ninahusika katika engo yoyote katika hili. Na labda nikuombe kitu tu. Kama nitakuelekeza kuhusiana na hili jambo, naomba unihakikishie kuhusiana na usalama wangu. Kuhusiana na swala la usalama wako ndo wasiwasi kabisa. Mimi najua nilichokifanya. Nitahakikisha haupatwi na kitu chochote kile. Lakini kikubwa ambacho nahitaji ukisikia kwako ni ukweli wa kifo cha mama yangu. Ni sawa, mimi nitakuelekeza. Lakini kumbuka mimi nina familia. Na familia yangu inanitegemea sana. Hivyo sitamani nipate madhara yoyote yale yatakayotokana na hili jambo. Okay. Unaweza kuongea dokta. Ondoa wasiwasi kabisa. Mimi nitahakikisha unakuwa salama. Mr. Twiz, mama yako alikufa kwa sumu. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini.
siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye.